na akaishi hamidan, akauawa shahid katika vita vya Murtadin au Yamama, akafa akaingia peponi. Sisi tunaitafuta pepo, tusingekaa hapa, tunaitaka pepo na kila saa ndo neno letu muhimu tukaingia janna. Maisha ya duniani ni kitu gani? Maisha ya duniani Mwenyezi Mungu anasema ni mata'ul ghurur, ni udanganyifu tu, inamdanganya mwanadamu, lakini hasa maisha ya kisawa sawa ni ya kesho peponi. Sasa leo tuhadithiane hadithi moja, lakini ni nzito sana. Hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu. Jazallahu Aba Huraira kulla khair, kwa sababu ni mtu ambaye ametuletea sisi khairi nyingi sana katika hadithi za Bwana Mtume. Ni mtu ambaye ukimsoma maisha yake utapata ni mtu ambaye alikuwa fukara, maskini, hajiwezi. Yani sisemi kwamba ndo tukumbatie ufukara, au sisemi kwamba ndo jambo muhimu sana Muislamu kuishi akiwa fukara au maskini. Naeleza hali halisi ya Abu Huraira alivyokuwa, kiasi kwamba alikuwa kikaa katika wale watu wanaitwa ahlu sufa. Ahlu sufa ni fuqaraul muslimin alladhina kanu la yajiduna shay'an yaakulu, watu ambao hawana kitu. Ni mtume apate kitu awaletee, mtume apate sadaka aletewe na watu achukue waletee, na alikuwa akipata mtume hakubali mpaka ale nao. Mmoja wao alikuwa Abu Huraira. Hata siku hiyo mtume alipata maziwa kidogo, yuko yeye na Abu Huraira. Abu Huraira anasema hakuna siku nilikuwa na njaa kama siku hiyo, kwa sababu baada ya swala nilikaa njiani, matarajio yangu ni kwamba atapita Muislamu anikamate mkono aniambia leo twende ukale kwangu. Mtu imefika hadi mpaka anasimama anatamani apite mtu amkamate, njoo kwangu kula. Basi anasema akapita Umar ibn al-Khattab, nikawa na aya ya Qur'ani namuuliza, aya ile ninaijua juu chini juu, lakini lengo langu namuuliza, alafu baadaye niulize leo nakula wapi, njoo kwangu. Ndio lengo langu, sio kwamba sijui eti aya hii sijui natafuta tafsiri. Hapana, nataka mwisho wa habari ni alikwe kula tu. Allahu akbar. Umar akaba, aya hii Abu Huraira hii kadha kadha kadha, hujaifahamu hii? Nimefahamu. Haya, kwa heri, hatona na kesho. Hajali Abu Huraira, mie tatizo langu sio aya ya Qur'an, tatizo tumbo. Abu Bakari amepita. Abu Bakari nini tafsiri yake ya kadha kadha kadha, lakini nyumbani leo sina kitu. Abu Huraira, Abu Bakari akamgundua, lakini akamwambia na mie pia nyumbani sina kitu. Akapita mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa arib, maana yake mwerevu, dhaki wa zaki, kwa sababu kuna dhaki na zaki. Minhum man huwa zaki wa laysa minhum man huwa dhaki walakin laysa bizaki. Una azkiya na adhkiya. Mtume alikuwa zakiyun wa dhaki, alikuwa ametakaswa na alikuwa mwerevu. Kuna watu wengine ni werevu lakini hawakutakaswa, kama Isaac Newton alimul jazibi. Isaac Newton ilikuwa ni mwerevu, alikuwa ni mtu ambaye hodari na ni genius, lakini hakutakaswa. Mtume alituletea utakaso. Na kuna wangapi werevu lakini hawana utakaso, wametengeza ndege, mabwengi hayo, qitar saria, ni muhandisun, ni watu ambao ni werevu kutafuta pesa na biashara, lakinnahum laysu biazkiya, lakini hawana utakaso, na lengo ni kutakaswa, sio kuwa na akili nyingi. Ndio maana mtume katika mambo aliyokuja nayo anasema rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatika wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma wa yuzakkihim laqad manna Allahu ala almu'minina idh ba'atha fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayati wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma. Lengo tazkia, zaka lazima iwepo. Kwa minhum man huwa dhakiyun walakinahu laysa bizaki. Kuna watu ni dhaki lakini sio zaki, mwerevu wa mambo, haraka anajua, lakini utakaso haupo, na wengi katika dunia wapo. Lakini yule alokuwa zaki ndo anahitaji. Mtume akamwambia twende, alhiq, unga msafara ya Aba Hirra, ewe Abu Huraira, twende. Abu Huraira akamwandama mtume. Kufika naambia kuna hii lita ya maziwa,
Abu Huraira kaona hii lita ya maziwa kwa hakika kwa njaa niliyokuwa nayo haijanitosha. Lakini cha kushangaza zaidi, Mtume anamwambia kawaite wenzako wale wa Sufa. Ya Rasulullah, nikawaite wenzangu kwa lita robo hii ya maziwa, mimi na wewe haitutoshi, mie peke yangu hainitoshi, nikawaite. Kama nenda kawaite wenzako. Abu Huraira ametii amri ya Mtume, jamaa mnaitwa. Lakini masikitiko yake ni kwamba kama mimi hainitoshi ile lita ya maziwa, mbona Mtume anawaita wote hawa nyumba nzima? Kufika kaambia, haya chukua hii maziwa. Abu Huraira anza kuwagaia watu wa Sufa. Hichi kidogo ya Rasulullah. Akili yake inauliza, lakini anatekeleza amri ya Mtume. Haya, kunywa. Amekunywa wa mwanzo, mpe wa pili. Amekunywa wa pili, mpe wa tatu. Wamekunywa watu wa Sufa wote walikuwa wakikaa katika msikiti wa Mtume wote. Mwisho Abu Huraira kayatizama, yamo yamebaki, lakini akiyatizama Mtume anamwambia, sasa ishrab ya Aba Huraira, kunywa wewe sasa. Lam yabqa illa ana wa anta, mimi na wewe tu ndo tulobaki, kunywa. Abu Huraira akanywa, akaiweka chini, akamwambia ishrab ya Aba Huraira, kunywa tena. Abu Huraira amekunywa mara ya pili, akaiweka chini, akamwambia ishrab ya, kunywa tena mara ya tatu. Akamwambia Rasulullah, hakuna tena njia ya kupita maziwa, full house huko, hakuna tena njia. Sasa wewe ulikuwa ukiona ni kidogo, mbona mmekunywa nyote watu wa Sufa? Hii ilikuwa ni moja katika miujiza ya Bwana Mtume. Na Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu alikuwa watu katika maisha kama hayo, lakini fadhila zake ni kubwa. Ametuletea hadithi nyingi sana za Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, na usishangae Mtume alimwombea dua. Alimwombea dua, alichukua kitu kama shali, kitambaa kikakunjuliwa. Mtume akachukua kama anateka maji kwa makofi yake mawili, kawa anatia katika shali la Abu Huraira. Amekunjua, amechukua mara ya mwanzo, ameingiza. Ni kitu gani alichokuwa akifanya Mtume? Ilikuwa ni ilmu anaiteka, anamtekea Abu Huraira, kusanya nenda zako. Kwa sababu alisikitika, ya Rasulullah, ana asma'u minka kathiran, asma'u minka alkathir lakin sar'anu ma, kila ninaposikia neno kutoka kwako ya Rasulullah mengi nayasikia, lakini haraka haraka yadhubu ma sami'tu, yote yanayayuka, yote siyafahamu tena, baadaye yananikimbia. Yani hadithi nyingi nazisikia, lakini nataka yote ni yahifadhi, yote yananikimbia. Mtume kaambia, basi haya, lete shali lako, kunjua. Allahumma allimhu bima shit, Allahumma atihi bima tasha, mpe ya Rab, mpe ya Rab, mpe ya Rab. Anasema kutokea siku hiyo kila ninachokisikia kwa Mtume kinaganda katika akili yangu na sikusahau tena, mpaka ikawa anazisoma hadithi za Mtume hifdhan kama hivi tunavyosoma Qur'an radhiyallahu ta'ala. Moja katika hadithi alotuletea ni hadithi moja, mujazul mabda adhimul maana, ni ndogo kwa matini yake, lakini ni kubwa kwa faida zake. Anasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, idha mata ibnu adama inqata amaluhu illa min thalathin. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwahi kusema, mwanadamu anapokufa mambo yake yote hukatika isipokuwa mambo matatu: sadaqatin jariyatin, sadaka yenye kuendelea, au ilmin yuntafa'u bihi, au elimu yenye kuleta manfaa, au waladin salihin yad'u lahu, au mtoto mwema ambaye atamwombea mzee wake. Hii hadithi, ndugu zangu Waislamu, ni hadithi pana sana, inatuchorea ramani ya vipi maisha ya dunia yalivyo. Idha mata ibnu adam, siku atakayoondoka duniani mwanadamu, na hatujui tutaondoka vipi. Kuna wengine huondoka kwa njia mbalimbali, na miongoni mwa njia ambazo zinashangaza sana leo ni mtu kuondoka ghafla. Kwa sababu tumezoea sisi, mtu anaumwa miezi 4 5, mapresha, ana masukari, ana maradhi, ana malaria, ana homa, ameugua, baadaye amekufa. Kwani hujui kama alikuwa anaumwa? Lakini leo utasikia mtu amekufa
baada ya kula chakula chake cha usiku, amekwenda kitandani, amelala, hajaamka tena. Vifo hivyo vina ibra kubwa sana. Mimi nimeshuhudia kifo kimoja, kijana mdogo tu, miaka 26 27. Yeye kazi yake ni kuendesha daladala, amerauka kuanzia alfajiri mpaka jioni, anarudi nyumbani, amekula chakula, amelala. Babake anaamka alfajiri, anamwamsha, swala fulani, twende tukasali, fulani swala, fulani swala. Najua baadaye amesikia, atanyanyuka, atamfuata mwanawe. Baba amerudi msikitini, bado mwanawe amelala hivi, ameegemea mikono yake. Anarudi baba, anamkuta bado amelala. Huyu leo vipi hajaenda msikitini? Naona labda kijana amezidiwa sana. Anajiandaa sasa kwenda kazini. Anamwambia mkewe, mwamshe wewe mwanao na umpe salamu kwamba leo namuhitaji aje kazini kwangu, kwa sababu ndugu yake kesho kutwa ataoa. Kwa tuna mipango tunataka tupange mimi na yeye. Basi mama akaenda akamwamsha, amka fulani, amka, anamtaja jina, amka amka amka, amki, amka amki. Anamuita mumewe, hebu mbona leo huyu amelala usingizi huu? Kuna mtoto mdogo walikuwa amelala pamoja, anasema mie usiku nimemwona amenyanyuka, amekaa kitako, amepiga magoti hivi, anafikiria tu jambo, kama kuna kitu anafikiria. Baadaye nikamwona akarudi tena kulala. Hakuna kabisa mwenye shaka kwamba huyu bwana amelala. Baba mtu alipokuja asa akamshika mwili wake, akakuta mwili uko baridi sana. Sasa akashtuka, akamgeuza, akamwambia mke wake, huyu ameshakufa. Mke wake kapiga kelele, wewe usiseme hivyo, unasemaje? Kafa huyu zamani. Kweli kumbe kutokea usiku kijana ameshakufa, ile feni inampiga tukalala hivi, mwili umeshakauka zamani, bila ya kuumwa na kucha wala unywele. Ni kulala na roho kusafiri kabisa kabisa. Ni kijana mdogo, umri wa shabab, lakini anaondoka katika ulimwengu, katika mazingira ambayo wewe unapata darsa kamili. Na wengine wengi kama huyo wapo. Hii ni indication kwamba mauti huja ghafula wala hayana muhula. Mara huwa la haula, ameiaga dunia. Mshairi wa Kiswahili anasema. Ndio maana Qur'ani imetusisitiza sana tusisahau kufa. Mwenyezi Mungu anasema katika suratul Mulk, Tabarakalladhi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. تبارك أمتكوك مولا ambaye بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت, مولا ambaye ameumba mauti na uhai. Qur'ani ina lugha ya ajabu. Siyaqul hadith, sisi huwa tunaishi alafu tunakufa. Ilikuwa mafrudhi labda wewe useme kwa nini Mungu aseme alladhi khalaqa alhayata walmaut? Mwenyezi Mungu ambaye ameumba uhai kisha akaumba mauti. Kwa nini aseme kaumba mauti kwanza alafu uhai? Ulama wa tafsiri wanasema Mwenyezi Mungu anataja mauti kwanza, liyatabadara ila dhihnik, haraka haraka, manake kile moto moto akili yako ipate kukach kwamba ala, mauti ni muhimu sana na ni aula zaidi kukumbukwa, na mauti mwanzo hata kabla ya uhai ujue kwamba kuna kufa. Lugha ya balagha ya Qur'an anasema Mwenyezi Mungu kataja mauti mwanzo ili upate kuwa na hakika kwamba kufa ni lazima. Inawezekana kuwa hai sio lazima, lakini kufa ni lazima. Alladhi khalaqa almauta
wal haya. Kwa hiyo ugonjwa au maradhi au sio kisingizio hicho. Yoyote anaweza kufa, awe mgonjwa asiwe mgonjwa. Mshairi anasema alaika bitaqwa Allahi in kunta ghafilan yatika bil arzaqi min haythu la tadri fakayfa takhafu al faqra wallahu raziqa faqad razaqa at-tayra wal huta fil bahri ولو أن الرزق يأتي بقوة ما أكل العصفور شيئا مع النسر عليك بتقوى الله إن كنت غافلا يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري فكيف تخاف الفقر والله رازقا فقد رزق الطير والحوت في البحر ومن ظن أن الرزق يأتي بقوة ما أكل العصفور شيئا مع النسر. Mche Mungu ndugu yangu, kwani hujui? Mche Mungu, usiogope riski kwamba itakuwepo au haitokuwepo. Usiogope ufukara. Unaogopaje ufukara na Mungu ndio mwenye kuruzuku? Jilazimisha tu kumcha Mungu. Alaika bitaqwa Allahi fa innaka la tadri idha janna alayka al-laylu hal ta'ishu ila al-fajri. Nasema jilazimishe kuwa mcha Mungu ndugu yangu, kwa sababu wewe hujui likichwa jua, je utaishi mpaka alfajiri? Hujui likizama jua kuna uhai tena mpaka kesho, je nitafika mimi? Alaika bitaqwa Allahi fa innaka la tadri إذا جن عليك الليل هل تعيش إلى الفجر فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وأكفانه تنسج بالغيب وهو لا يدري. Ni vijana wangapi wamenyanyuka vitandani mwao wanacheka wakifurahi, kumbe sanda zao zinashonwa, wenyewe hawana habari. Vile wanapotembea wakicheka, wanacheza mpira, wakifurahia, wanarukaruka, huku sanda zinatayarishwa. Hawa baada muda mchache watakufa. Wa kam min fatan yurtaja tulu umrihim wa qad udkhilat ajsaduhum dhulmatal qabri. Na ni vijana wangapi wanatarajiwa huyu kesho kutu atakuwa baba, atazaa watoto, mili yao tayari imeshaingia katika kiza cha kaburi. Watu wana matamanio tu ya kutarajia. Wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha wa arwahuhum tuqbadu fi laylatil qadri. Na ni maharusi wangapi wanapambwa, ameshavaa nguo ya harusi, ameshapiga kilemba cha harusi, Israeli anakuja usiku huo anachukua roho zao, wenyewe wana habari. Harusi naam, anakufa na hina zake, anakufa na nguo yake ya harusi, anakufa na mapambo yake yote, kifo kinamnyemelea wakati wowote. Wa kam min marid wa kam min saqi وكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. Ni wagonjwa wangapi waliishi na ni watu wangapi wazima wamekufa bila maradhi yoyote? Mahalla shahid ya mshairi huyu, kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin asha hina min ad-dahr. Ni wazima wangapi wamekufa bila ya ila, na ni wagonjwa wangapi wameishi mpaka leo? Yupo mgonjwa mmoja mimi hudhuria sakaratil mauti yake, tunamlaqinia wa Mtume anasema man kana akhira kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna. Yeyote ambaye mwisho wa maneno yake ni la ilaha illa Allah ataingia peponi. Basi huyu mzee alikuwa anakui